Topic inaitwa reason for failure in data monetization. Why valuable data does not always become valuable business. Tuanze na story. Kuna kampuni ilikuwa inaitwa Radio Shack. Kabla ya Amazon, kabla ya kampuni inaitwa eBay ambayo tunazifahamu. Mwaka 1991 kulikuwa kuna kampuni inaitwa Radio Shack. Ilikuwa ni kampuni maarufu zaidi kushinda mnavyoona sasa hivi Amazon na Radio Shack. Na hii kampuni ilikuwa maarufu zaidi kwa kuuza vifaa vya electronics. Watu wengi walikuwa wakienda kwenye maduka yao wakimiminika. Walikuwa na maduka zaidi ya maduka 8,000 dunia nzima, yakiwepo Marekani, Canada, Mexico na nchi nyingine tofauti tofauti. Mwaka 2013 Radio Shack alideclare bankrupt. Kampuni yake ilikufa kabisa. Sababu ni nini? Tutarudi nyuma. Mwaka 2002 Radio Shack waliintroduce namba ya simu katika maduka yao yote. Mtu akitaka kupata product kutoka Radio Shack ana uwezo wa kupiga simu. Baada ya muda, baada ya miaka miwili, Radio Shack walikuja kugundua kwamba 50% ya mauzo waliokuwa wanauza yananunuliwa kwa kupiga simu. Hiyo ilikuwa ni data na ilikuwa ni sign kwamba watu hawataki tena kwenda dukani. Lakini CEO wao aliresist kufanyaje? Kuchange. Mwaka 2007 baada ya kuja wimbi la Amazon na eBay, wakaanza kupata shida kwa sababu hawakuwa wanapata watu kabisa katika stores zao. Kwa sababu watu walikuwa wakikaa ndani, wanafanyaje? Wana order eBay na sehemu zingine tofauti tofauti. Wakajikuta wanashindwa kufanyaje? Wanashindwa kupata wateja, kwa sababu wateja tabia zilibadilika. Wanakaa nyumbani, wanataka vitu vyao virudishwe. So tunakuja kuona hawa ni watu ambao walikuwa na data zaidi ya watu milioni 100, kwa sababu hii ni kampuni ya muda mrefu, ilianza mwaka 1920. Walikuwa na zaidi ya watu milioni 100 wanasema. Na moja katika hizo data ambazo, moja ya data ambayo ilikuwa valuable zaidi ni kwamba watu wengi waliona wanaagiza kwa kufanyaje? Kwa kupiga simu. So wao walitakiwa waanze kushift zile data. Kulikuwa kuna mtu ambaye anaweza akatafsiri zile data vizuri, walitakiwa waanze kushift kutoka kwenye nini? Kutoka kwenye stores zile na either waanze kwenda online. Lakini kilichotokea, Amazon na eBay waliwa bypass. Wao walianza kwenda online kabla ya wao, ambao walikuwa mwaka 1921, ikasababisha wao wakafa. So kuna neno nasema data is the new oil. Data ni mafuta. Wote tunafahamu nini ni mafuta. Nchi za Kiarabu leo hii ni matajiri kwa sababu ya mafuta. Lakini Tanzania tuna mafuta. Uganda wamedeclare wana mafuta. Lakini tunashindwa kuyafanyaje? Kuyapurify. Inabidi yatolewe hapa, yaende nchi za magharibi, yakawe purified. Yakirudi huku ndo yanakofanyaje? Yanakuwa yana thamani. That means hata data vile vile zikiwa raw hazina thamani yoyote. Ni sasa ziko chini. Maana yake zinabidi zifanyaje? Ziwe purified. Na zikishakuwa purified data, wanasema zinakuwa gold zaidi hata ya gold. Kama nilivyozungumza, data sio sawa na value. Unaweza kuwa na data nyingi sana lakini zisiwe na maana yoyote. Na data, kila mtu ana data. Ndele kwenye biashara yake ana data, Sheikh Kitambi ana data, Yango Mati ana data, Sheikh Saidi ana data, CH tuna data. Having data does not automatically create money. Data becomes valuable when it is moja, quality. Data zako unavyozichukua lazima ziwe quality, accurate, reliable, manake useful, ambazo ikisema useful zina uwezo wa kusolve tatizo, trusted, manake ziko secure, ethically managed, lakini pia actionable, creates business decisions. Twende moja kwa moja. Ukiwa na data, una uwezo wa kumonetize data kwa namna mbili. Moja, kwa direct. Zile data kama data zinaweza zikakupa hela direct, au zikakupa hela indirect. Tukisema direct, cha kwanza, zile data ulizokuwa nazo unaweza tukasell ukaziuza. Haraka leo hapa, naomba niulize swali.
leo hii ikatokea NIDA wakapoteza data zao zote, unahisi nini kitatokea kwenye nchi? Kwa mfano server ambao NIDA wamehifadhi data zao ika corrupt, unahisi makampuni mangapi watapata hasara? Makampuni mengi actually. Benki wanategemea NIDA, mitandao ya simu inategemea NIDA. Leo hii nikiandika namba ya brother Mahimbali inatokea jina na mtumia anaitwa Anthony Mahimbali, ile ni NIDA. Umeona? Kusajili line zote NIDA. Maana yake ni very valuable asset. Inatumika nguvu nyingi sana kuzilinda zile data. Na makampuni ya simu, mabenki yote unaoona wanatumia hizo data, wanailipa NIDA. Data zinabakia kwa za NIDA, lakini wao wanailipa NIDA. So una uwezo zile data uzozikusanya ukaziuza direct. Lakini namba 2, data licensing. Wote tunajua Bolt, si ndio? Bolt hawana ramani. Ramani ambayo unayoitumia mule ukiingia unayoitumia, bwana nataka niende Magomeni wapi? Ile ramani umekodi kutoka wapi? Google. Miaka 20 nyuma Google walifanya kazi kubwa sana ya kukusanya data assets. Marekani kuweka vituo pinpoint center tofauti. Na wana mawakala sehemu tofauti. Zile data wakati wanazikusanya watu wengi walihisi kwamba hazitawalipa. Lakini Google wanakutengeneza pesa nyingi sana kutokana na data hizo ambazo walizikusanya, watu hawakujua vision yao ni nini. Data as a service. Inaweza ikatumika data zako kama ni service. Mfano, leo mimi nataka nifungue labda hospitali. Lakini nataka nijue watu tabia zao ni zipi. Watu wanaweza wakapredict kwamba watu wa kaliba fulani wana uwezo wa kuumwa. Mfano, mtu anaweza akasema watu wanaokaa Masaki kutokana na tabia zao za kula junk foods. Akaenda kwenye supermarkets akapata zile data, akasema watu baada ya miaka 10 watakuwa wanaumwa ugonjwa fulani. That kind of data zinatumika sana Ulaya. Mtu akitaka kufungua hospitali, akitaka kufungua kitu chochote, lazima aende simu ya data. Zile anachukuliwa data scientist, anaangalia baadhi ya mambo na ana relate concept, anajua baada ya miaka 10 ya watu wataumwa. So anafungua hospitali karibu na maeneo yao. Kuna indirect. Indirect inatumika kwa ajili ya kufanya better decisions. Wanasema bila data huwezi kufanya maamuzi. Mwenyezi Mungu ametugia zawadi sisi binadamu. Ubongo wetu una data. Wanasema ubongo wa mwanadamu una uwezo wa kuhifadhi data zaidi ya terabyte 10. Hiyo ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kuna msomi mmoja alisema kama wewe ni kiongozi ofisini kwako, ikakujia mawazo ya kumfukuza mfanyakazi wako mmoja, basi unatakiwa umfukuze. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni makusanyo ya matukio mengi ya yule mtu aliyoyafanya pale ofisini kwa muda mrefu, baadaye ndio yamezalisha yale maamuzi ambayo wewe umeyafikiria kwa muda ule. Kuna kitu kinaitwa insights. Insights unaona kwa ubongo, lakini kuna sight unaona kwa macho. Kuona kwa ubongo kunategemea na data ulizokuwa nazo katika ubongo wako. Kuona kwa macho hakutegemei data wala hakutegemei information yoyote. Mimi naweza nikamwona Isa leo nikasema Isa ni mtu mwema sana, nimetumia sight. Lakini Sheikh Kitambi anaweza akamuona Isa leo pale akasema Isa ni mtu wa hovyo sana, ametumia insights kwa sababu amemuona Isa miezi na miezi, miaka na miaka. Personalization. Watu wengi wanapenda personalization. Isa Baruti, asante kwa kutumia Yas. Mtu anasikia furaha sana. Cost reduction. Kuna baadhi ya vitu au bidhaa zinaweza zikawa zinaenda kwa kasi sana kiasi cha kwamba wewe ukipunguza bei still bado utapata faida. Lakini wewe haupunguzi bei kwa sababu huna hiyo data. Hujui kama hii bidhaa yangu inaenda sana au haiendi sana. Naomba twende slide nyingine. Sasa kutokana na maelezo yangu haya, kwa nini kampuni au organization zina fail ku monetize hizi data? Moja, poor data quality. Kuna msemo unasema garbage in, garbage out. Ukiingiza data mbaya
automatically utatoa data zilizokuwa mbovu. So hakikisha kama unataka upate matokeo mazuri, hakikisha muda wakati unakusanya mara ya kwanza unakusanya data zilizokuwa nzuri, utatoa kitu kilichokuwa kizuri zaidi. Cha pili, no clear business strategy. Wakati unakusanya data, unataka uzitumie kwa sababu gani? Ndele leo anafanya trainings, ana watu wengi kwa train, lakini kabla hajaanza training hata moja, probably anaweza akasema mimi ni target yangu kutrain watu 500, nitakuwa na data za watu 500. Hivi nikiwa na data za watu 500 naweza nikazifanyia nini? Akishapata jibu kabla hajawapata wale watu, basi ana uwezo wa kuzikusanya data zake kwa namna nzuri sana na kuwa na clear goals. Mfano mzuri sana, kuna swali mara nyingi watu wanajiuliza, how can we make money from our data? Lakini swali sahihi watu wanatakiwa jiulize hivi, what problems can our data solve? Kuna mtu anaitwa Jack Ma, akati anafungua Alibaba, alikuwa anahitaji watu watakaouza vitu kwenye platform yake Alibaba, lakini alikuwa anahitaji watu watakaonunua vitu kwenye platform ya Alibaba. Anawapataje? Alitumia hela nyingi sana. Hao wote ni data. Alitumia hela nyingi sana kuhakikisha anawapata hao watu. Alichofanya miezi 6 ya kwanza, Alibaba alihakikisha ananunua, aliwaambia watu waingie, lakini yeye alikuwa ananunua vitu vyote yeye mwenyewe. Mahimbali kaeka redio ananunua yeye, sijui Hizli kaeka sijui chocolate ananunua yeye, alikuwa ananunua vyote. Wale watu wakawa wanaambiana nje, ukiweka bidhaa yako ndani ya Alibaba lazima itatoka. Kumbe zile bidhaa zote alikuwa ananunua nani? Jack Ma. Baada ya miezi 6 watu wakafurika. Baada ya kufurika wakawa wanauziana wenyewe kwa wenyewe, mpaka sasa hivi ana data nyingi sana. Hiyo inaonyesha kwamba data ni muhimu sana. Tatizo la pili ambalo watu wanakosa linafanya wasifanye monetization, privacy and compliance. Tanzania hapa juzi kati tumeambiwa ni lazima to comply na sheria za DPO, data protections, kwa sababu data zina uwezo wa kufanya vitu tofauti, vya kumchafua mtu, vya kumfanya mtu za kuchafua identity ya mtu. Watu wanaumwa maradhi, vitu tofauti tofauti. Zikitumika vibaya zina uwezo wa kumdhalilisha mtu. Leo hii tuna viongozi wakubwa, what if data zake zikaleak, kiongozi mkubwa anayeheshimika akaonekana kiongozi fulani labda anagonolea, na hisi itakuwaje? Ana uwezo kuwa confidence kusimama mbele za watu? Haiwezekani. So hichi ni moja ya kitu ambacho kinafanya baadhi ya kampuni nyingi zinashindwa kumonetize hizo data, kwa sababu wanashindwa kuhakikisha kwamba wana uwezo kuwa na privacy na kucomply na hizo sheria. Lakini kuna issue ya security. Sisi kama CH Designs kuna risk nyingi sana ambazo tumezipata. Kuna website ambayo tulikuwa tukiandika kwamba hawa watu wanapata fund labda $2 bilioni, ile website lazima iwe hacked. Lazima, tulipata tab sana na ile website. Ni NGO. Tukiandika tu hizo data lazima iwe hacked. Kwa sababu gani? Kwa sababu watu wanahisi hii website inafanyaje? Watu wana hela, tukiwa hack watatupa hizo hela. Sasa wewe utakavyoandika hizo data, utakavyozikusanya hizo data, na utakavyowaambia watu una data nyingi, basi jiandae na hii nini? Na hii issue. So the more valuable the data, the more attractive the target. Sawa. Kuna issue inaitwa data silos. Mzee wa group pale wana department zaidi ya 10. Mtu wa finance ana data zake, mtu wa IT ana data zake, HR ana data zake. Ukimpa data analyst akiunganisha hizi data zote kwa pamoja, ana uwezo wa kuja na jibu moja zuri sana, kiasi cha kwamba kampuni ikarise pasipo hata wao kutegemea kama ingerise katika hizo levels. Lakini kinachotokea, mtu wa HR data zake anakuwa nazo yeye, mtu wa procurement anazo yeye mwenyewe, na watu wengine tofauti tofauti, kiasi cha kwamba hakuna integrated maamuzi yatakayotoka kutokana na hizo data. So data silos, watu wakiweza kusolve hili swala la data silos, ikiwezekana at least kila mwezi, bwana finance una data gani, procurement una data gani, watu fulani una data gani, alafu itengenezwe department ya data. Hii department itacompile zile data. Then mwisho wa mwaka AGM, department ya data inaweza kaja na maamuzi mazuri zaidi. Kuna sisi sasa, kwa kumalizia, sisi CH Designs kuna kipindi tulikutana na changamoto. Sio changamoto, actually. Kama nilivyosema, kila mtu ana data.
tulikutana na baadhi ya wateja wetu wengi ambao tulikuwa tukiwapa invoice. Umeona, wanapenda zile invoice zetu. Kila wa kwanza tukimpa invoice anapenda. Zaidi ya watu naweza ngasema hata 20 walikuwa wanapenda zile invoice. Kwangu mimi baadaye nikaja kusema hizi ni data. Umeona? Kitu ambacho sikuwahi kukifikiria kwamba kwa nini wewe nimempa invoice anilipe 100,000 baada ya yeye kuangalia 100,000 anaangalia design ya invoice yangu. Kaipenda invoice yangu. Mwingine hivyo. Nikaona probably kutokana na hizi data naweza nikafanya jambo fulani. Tukaja tukatengeneza kitu kinachoitwa Invoza. Haikuwahi kuwa lengo la CH Designs kuwa na kitu kama hichi Invoza. Invoza ni platform ambayo mfanyabiashara yoyote anaweza akatengeneza invoice au akatengeneza EOQs for the meantime. Hii ndio interface yake. Maana yake mtu atagenerate invoice zake kama hivi unavyoona. Lakini so far active users, huwezi kuamini, active users ambao wanaitumia hii kutokana na data ambazo nimeziona tu ziko roughly ni watu 124. Kuna users kama 400 lakini active ni 124. So hata wewe kwenye biashara yako kuna baadhi ya vitu ambavyo unaviona vinakupitia na unavisikia ni vya msingi na ni vya muhimu. Virecord na vitakuja kusaidia mbeleni. Shukran sana. Kuna msemo unamaliza kusema you cannot change your destination overnight, but you can change your destination overnight. I mean your direction overnight. Sorry. Thank you.